العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا في القيامة شافعا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت الاعتكاف مدة مكثي في هذا المسجد. الحمد لله. شكراني زكي الله مولا wetu subhanahu wa ta'ala alotuwezesha tukiwa katika siku ya pili katika 10 la pili, yani kwa jumla ni mwezi tarehe 12 katika mfungo wetu wa mwezi wa Ramadhani. Na tumuomba Mwenyezi Mungu kama alivyotufikisha masiku haya 12 na yaliyobakia pia tuwezeshe kuyakamilisha kwa hali nzuri. Aya tulioko ndani yake leo ni aya zinazozungumzia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim, na majukumu yaliyomo ndani yake. Qur'ani kitabu cha Mwenyezi Mungu, na ni yeye ndiye alikiteremsha kwa mtume wake Muhammad, naye ndiye amechukua ahadi ya kuhifadhi kitabu kama hicho akisema inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila. Na aya nyingine akasema inna nahnu nazzalna alqur'ana wa inna lahu lahafidhun. Ewe mtu Muhammad, sisi ndio tumekuteremsha Qur'an, na tumekuteremshia kidogo kidogo ili uweze kutabikisha yale uliyoteremshiwa. Na kwa kuwa kuna wapinzani, kuna waja wengi wasioitaka Qur'ani, utapambana na mitihani mbalimbali. Na ili uvuke katika mitihani hiyo, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Subiri kwa hukumu ya Mola wako, subiri katika maagizo ya Mola wako, subiri katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Na wakati unapofikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kutakuja watu aina mbalimbali, wote watakukutoa katika mizani. Kwa hivyo kunao ambao kwamba maisha yao, mambo yao ni kujipamba na mambo ya madhambi. Kila mambo ya madhambi utamkuta yuko safu ya mbele, waliyadhu billahi ta'ala min dhalik. Na kuna wengine ambao kazi yao ni kukufuru tu, kazi yao ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi yao ni kukataa ile neema ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Tahadhar sana na waja kama hawa wa aina mbili. Wala tuti' minhum, usimtii yoyote katika hawa viumbe, khasatan athiman, yule ambaye kwamba amebeba madhambi mengi, mambo yake, fikra zake, harakati zake ni juu ya mambo ya madhambi. Ulama wametaja alokusanya sifa mbili hizi ni Abu Jahal, kwa sababu Abu Jahal maisha yake ilikuwa katika kudhulumu, maisha yake ilikuwa katika kunyang'anya. Kwa hivyo fikra yake
hataki haki, hataki Qur'ani, kwa sababu Qur'ani itamzuia na dhulma, itamzuia na mambo ya madhambi. Na alikuwa ni mtu hodari, mpaka watu wa Makka wakamwita Abul Hakam, baba la hikma, na maana alikuwa hodari sana. Katika mji wa Makka, Makureishi, kulikuwa na watu wawili walikubalika wakiwa ni wadogo. Wa kwanza ni Amr ibn Hisham na wa pili ni Umar ibn al-Khattab. Walikuwa ni vijana ambao kwamba umri wao hujafika 40, lakini maono na bidii na hima waliokuwa nayo ilikuwa ni kubwa. Ikawa katika parliament ya Makureishi katika mji wa Makka, mtoto ambaye hajafikisha miaka 40 haruhusiwi kuingia, lakini Abu Jahal na Sayyidina Umar ibn al-Khattab walikuwa kiruhusiwa kuingia, kwa sababu walikuwa shab, walikuwa mahodari, walikuwa na fikra mbalimbali ya kuweza kuhami jamaa zao wa mji wa Makka. Lakini Abu Jahal alikuwa amepondoka sana katika dhulma. Kwa hivyo Qur'ani ikamwambia Mtume Muhammad, usimtii Abu Jahal. Abu Jahal alikwenda kwa Mtume Muhammad akamwambia, Muhammad, ukitaka tukusikize, waondoa maskini wote wafukuze, ama weka vikao viwili, kikao cha matajiri na mabwenyenye, utawapangia siku gani utakuwa ukizungumza na wao na kuwafundisha, kisha weke na kikao cha hawa maskini mafakiri wanyonge hawa, ili tusipambane pamoja. Vipi utamchukua mtumwa wangu, mfanyikazi wangu, uniweke pamoja na yeye katika majlis mamoja? Haiwezekani. Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake Muhammad, la, subiri na ujisubirishe kuketi na hawa watu ambao ni duni, ambao muda wao wote wanamuomba Mwenyezi Mungu, saa zote wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utahadhar na hawa watu ambao kwamba tumeughafilisha moyo wao, wametusahau, wafikiria mambo ya ulimwengu na biashara na nini, na wanafuata hawa zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, haiwezekani kwamba mimi niwaepushe, niwatenge, niweke kando hawa masahaba wangu walioniamini, bali niliweza kulaumiwa kwa sababu yao. Wakati moja mtume aliketi na kina Abu Jahal, sanadid Quraish, wale mabosi wa Quraish, azungumza na wao. Mara kaja Sayyiduna Abdullah ibn Ummi Maktum, alikuwa ni tongo, lakini akamwona mtume yule kwa mbali, akasongea mpaka karibu, asema, ya Muhammad, allimni mimma allamaka Allah, ewe mtume Muhammad, nifundishe yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu amekufundisha. Na wakati kama ule mazungumzo yalikuwa yamepamba, mazungumzo yalikuwa makubwa baina ya mtume na wale wazee wa Quraysh, mpaka mtume akawatarajia huenda leo wakasilimu hawa sanadidi Quraysh. Lakini katika mazungumzo mara sikia, ya Muhammad, ile jambo alikumfurahisha mtume Muhammad, kwa nini asisubiri mpaka baadaye? Jibril alishuka akamwambia, ya Muhammad, Mola wako akulauma kwambia, abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka.
ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwona Abdullah ibn Ummi Maktum akisema kwamba huyu ndiye mja ambaye Mwenyezi Mungu alinilaumu kwa kwamba mimi nimemwachilia sikumsikiza, nikawakimbilia wale matajiri. Kwa hivyo nikimuona lazima mimi nimheshimu. Kwa hivyo Makureishi walitaka sana Mtume aweke swafu mbili, swafu ya matajiri na swafu ya maskini, swafu ya waungwana na swafu ya watumwa. Mwenyezi Mungu akamwambia la, Uislamu ni dini ambayo kwamba ni moja, na kila alotemka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wote wako level moja. Inna akramakum indallahi atqakum, yule bora wenu ni yule anemcha Mwenyezi Mungu zaidi, anaifanya ibada zaidi, awe kabila yoyote, awe rangi yoyote, awe ni mtu yoyote, huyo ndiye bora, na huyu ndiye anayependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mshindane katika a'mal, msishindane katika ansab. A'mal mshindane, nani atainuka usiku, nani atakayesoma Qur'ani, nani atakayemtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ulama wengine wakasema wala tuti, usimtii Muhammad katika hawa sanadidi Quraysh, athiman, yule bwana ambaye kwamba maisha yake afanya mambo ya madhambi, au kafuran, au maisha yake saa zote kufuru. Ni wazee wawili, wa kwanza alikuwa akiitwa Utba, wa pili akiitwa Walid. Hawa walikuwa ni katika wale matajiri wa mji wa Makka. Al-Walid alikuwa masmu'ul kalimi, akisema lolote katika mji wa Makka anakubalika, namna alivyopewa heshima kubwa katika mji wa Makka. Na Utba naye pia walimuita Mtume Muhammad, wakamwambia Muhammad, sikiliza bana, fikra uliokuja nayo huenda kuna jambo ambalo walitaka, sasa huwezi kulifikia mpaka ulete vituko hivyo ulivyokuja navyo. Sababu wakati mwingine mtu akitaka umaarufu basi hufanya vituko mjini. Kifanya vituko watu wakolizana, nani huyo bwana, nani huyo, shapata maarufu, shajulikana. Kwa hivyo akipata ile maarufu ndio furahia yeye. Ama njia ambayo kwamba watu ambao keep left, yeye anakuja na right. Sasa kile ukipishana ni watu wote waenda upande huo, yeye ndo atoka kule wewe. Sasa utajiuliza kwani nani huyo, ashajulikana. Sasa huyo Al-Walid alimwambia Muhammad, ana utika min almali hatta tardha, mimi nitakupa mali mpaka utosheke. Wataka milioni ngapi? Wataka majumba mangapi? Wataka ngamia ngapi? Madamu hayo uliokuja nayo na fikra uliokuja nayo wewe ni mtu wa kutafuta pesa, sema pesa utakazo nitakupa. Ndio mara nyingi utamwona hata katika uchaguzi, tuona mtu amejichepuka, na mimi nitakusimamia kansela, na mimi nitakusimamia MP, mara papa nzima. Huyu alikuwa hana nia kusimamia, alikuwa tafuta senti. Sasa kija kiamba bana chukua kiasi fulani unisapoti, unamwona amezama. Vipi anasema nimeona hakuna ukweli, kumbe asha tunikiwe kitu. Al-Walid naye pia akamwambia Muhammad, sikiliza bana, wewe niambie ni mke gani ambaye kwamba wamtaka katika mji wa Makka. Mimi nina wasichana tele nyumbani, njoo mchague mtakaye, nitakuozesha kisha nitakupa na maskani ya kuishi. Shida nini? Kama ni pesa utapata, na kama ni mke utapata. Wataka nini tena? Na raha ya dunia ni vitu viwili. Raha ya dunia wena noti, maneno mengine yote ni namba 2.
lakini number 1 duniani ni noti. Ukiwa na noti utaitwa bwana mkubwa, boss, alhabib, alsheikh. Utapewa kila aina ya sifa. Senti zina tabu sana. Na sifa ya pili ni mke. Shapata mke mzuri, basi wajiona mimi nimefaulu. Lakini kwa wale ambao kwamba yuthiruna alhayata ad-dunya, wanaopenda dunia ama wanaopenda akhira, wao hana haja ya mali wala hana haja ya mke. Nabii Allah Yusuf alionyeshwa mali, alipendwa na mwanamke tajiri, akamwambia dhahabu zangu zote nitakutunukia wewe. Alimwambia neno moja tu, maadha Allah, mimi namuogopa Allah, haya yako yote unayotaka sina haja nayo. Wewe ni mke wa mtu, wewe ni mamangu mlezi, wewe umenifanyia ihsani, vipi mimi nitakosa ihsani? Sababu ya nini? Alikuwa na Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, katika safari yako ya da'wa tahadhar na watu wa aina mbili, athiman au kafuran. Mtu ambaye kwamba madhambi yake ni mengi, mtu ambaye kwamba fikra yake tu ni kufanya madhambi. Watakuja kukushawishi, watakutumania watu, nendeni bana mkamwambia hivi, mpelekeni bahasha hii, pelekeni pesa hizi, mwambie kuna ploti Nyali kule nitamjengea, mwambie kuna nyumba nayo Kizingo nitampatia. Atulie. Ndio tunaona watu wanatulia. Wanasiasa papa fujo mara ametulia, chapigwa kitu. Kwa hivyo mtu ambaye anapenda mali huwa hana msimamo, na mtu ambaye kwamba apenda madhambi pia hana msimamo. Moyo wake na akili yake katika madhambi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba njia ya kuweza kufaulu katika hatua kama hii, ya kuepukana na mambo haya vizingiti vilioko mbele yako, ni mambo mawili. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asilan wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Njia ya wewe ubakie kwenye msimamo ni kushikana na Allah. Wadhkur isma rabbik, ewe Muhammad, basi hakikisha kwamba unadumu kumtaja Allah muda wako mwingi. Udhkur isma rabbik, taja jina la Mola wako, lete dhikri saa zote, mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata tumaanina ndani ya nafsi yako. Tena bukratan, katika nyakati za asubuhi, wa aswila, na wakati wa jioni. Ulama wengine wasema la, wadhkur isma rabbik, dumisha swala. Swali, muda wako mwingi uwe ni wa kuswali. Zamani unapoingia katika swala, basi mambo ya dunia yatakuwa hayakubabaishi katika moyo wako. Fikra zako saa zote zitakuwa kumfikiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkur isma rabbik, basi umwabudu Mola wako, uswali kwa ajili ya Mola wako. Bukratan, swala ya asubuhi, swala za mchana, wa aswila, na swala za jioni. Ili ufaulu, wasikushawishi watu wabaya ukakosa mizani, dumisha swala, dumisha dhikri. Ukidumu na swala kisawasawa, kama tulivyoeleza juzi, yule mama alimwambia yule barobaro alimhitaji, sema swali siku 40 tu, fi jamaatin ma'a takbiratil ihram, siku 40 uswali jamaa nyuma imamu na wapata takbiratul ula. Ukimaliza siku 40, njoo chochote unachotaka nitakupatia, hata kama ni nafsi yangu niko tayari kukufanya na wewe,
lakini nihakikishie utaswali siku 40. Aliposwali alipofika 30 alikimbia mwenyewe, hataki tena ile maasi. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sasa sisi ambao kwamba twaswali lakini munkari tunayo, waswali wazini, waliyadhu billahi ta'ala min dhalik, waswali mlevi, waswali mrongo, waswali unafanya dhulma, hujaswali. Kuna bana alishtakiwa Mtume swalla sallam, ya Rasulullah, fulani waswali na ni mwizi, yaibia watu. Mtume swalla sallam asema, ikiwa yaswali kweli, swala itamzuia kuiba. Inna salata tanha, swala ndio inakukataza. Na ukijikuta swala ikukataza wewe hujaswali, swali fa innaka lam tusawli, hujaswali. Unajua mimi najisugua na majambi tu hapo, lakini ukiswali kisasawa, hapana, haiwezekani bana. Swala yako itakukataza. Wadhkur isma rabbika, swali Muhammad kwa ajili ya Mola wako, bukratan, swala za mchana, wa aswila, na swala za jioni. Ama wadhkur isma rabbik, taja Mola wako, kithirisha kumtaja Mola wako, bukratan, kuanzia nyakati za asubuhi, wa aswila, na nyakati za jioni, wa minal layli, na uhakikisha katika nyakati za usiku, fatahajjad bihi, uinuku swali tahajjud. Hiyo tahajjud nafilatan lak. Wa minal layli fasjud lahu, msujudie Mola wako. Wasabbihu, na msabbih Mola wako, laylan tawilan, kwa muda mrefu katika nyakati za usiku. Imepokewa katika alhadithu alqudsi, Mwenyezi Mungu asema, ahlu dhikri ahlu mujalasati, wa ahlu shukri ahlu ziyadati, wa ahlu ta'a ahlu karamati, wa ahlu alma'siyah la uqannituhum abadan, fa in tabu fa ana habibuhum, wa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika alhadith alqudsi, ahlu dhikri, wale waja ambao saa zote wanamtaja Mwenyezi Mungu. Kuna waja ambao kwamba ule ulimi namna ulivyozoea saa zote mwana subhanallah subhanallah subhanallah, ndio kakuta asili ya kuja tasbihi kwa sababu ya dhikri. Awe mtu saa zote amtaja Mwenyezi Mungu mpaka mwisho, ukishika ile tasbihi hata kama ukuleta chochote unaandikiwa thawabu ya dhikri, kwa sababu ni chombo kinachokupeleka kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa sababu umezoea kumtaja Mwenyezi Mungu, hata kama umeshika na ukatulia kimya, lakini mkono wa taharruk, thawabu waandikiwa. Ahlu dhikri ahlu mujalasati, Mwenyezi Mungu asema, wale watu ambao kwamba muda wao mwingi wananidhukuru mimi, wananitaja mimi, basi ndo watu ambao kwamba mimi naketi na wao malipopote walipo, na mimi huwa nipo katika mahala kama pale. Man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Atakayenitaja peke yake, umeketi nyumbani kwako, umeketi msikitini peke yako kumtaja Mwenyezi Mungu, na huko mbinguni Mwenyezi Mungu yakutaja, ya Allah labbaika abdi, ya Allah labbaika abdi, ya Allah labbaika abdi. Mwenyezi Mungu naye ukutaja. Na ukimtaja Mwenyezi Mungu fi malain, mahala pana watu wengi, naye Mwenyezi Mungu kutaja mbele ya malaika wake, ya abdi labbaika abdi. Malaika wote usikia kuna nini? Mbona Mwenyezi Mungu asema labbaika abdi? Nani wanamtaja Mwenyezi Mungu?
Kwa hivyo ahlu dhikri ahlu mujalasati, wa ahlu shukri ahlu ziyadati, na wale waja ambao saa zote wasema alhamdulillah, wanachokipata kidogo alhamdulillah, wanachokipata kingi alhamdulillah, ni waja wa kushukuru. Ahlu ziyadati, basi ni waja ambao mimi lazima niwazidishie. Mwenyezi Mungu asema la in shakartum la azidannakum, wallahi mkishukuru mimi nitawazidishia. Kila ukishukuru wote wana tu lakini Mwenyezi Mungu ile neema atakuzidishia. Wa ahlu taati ahlu karamati, na wale wanaojilazimisha na taa ndio waja wangu walio watukufu. Kitaka kujua waja watukufu Mwenyezi Mungu ni watu walishikana na taa. Watu kwambia nenda ukajipige na majambi kule, lakini kwa Mwenyezi Mungu inna akramakum indallahi atqakum. Wale watu wa taa ndio watu ambao kwamba wenye daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahlul ma'siyati la uqannitum, Mwenyezi Mungu na wale wenye kuniasi mimi si wakati tamaa, nawapa muda. Fa intabu fa ana habibuhum, wakitubia basi mimi ndio kipenzi chao. Wa in lam yatubu fa ana tabibuhum, na ikiwa hawakutubia mimi ndio daktari wao. Najua ni mahala gani nikiwafinya. Utasikia Allah niombeni Mungu jamanini, ya Allah nisamehe. Mbona tena? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio daktari wako, ajua huyu na fujo lake lote, lakini sasa hivi nikimpa maradhi basi yale maradhi yatasababisha arudi kwangu mimi. Naye mzee wetu Mwenyezi Mungu amrahamu alikuwa Muhammad Siddiq Gongwasha Mabrui, asema mwanadamu aghurika bure. Mwanadamu ushikwe na tumbo la kuendesha, wenge chooni mara moja harishe vizuri, ingia mara ya pili, ingia mara ya tatu, utatolewa, huwezi kutoka tena, mwenye magu yote ishakwisha nguvu. Sasa jeuri za nini kwa kuwe mwanadamu? Mtu ambaye kwamba ukienda haja mara tatu tu kusimama huwezi. Jeuri hizi za nini? Mtu ambaye kwamba ukishikwa na kisunzi dunia yote unayazunguka, huwezi kulala, huwezi, ukifunga macho na kisunzi, ukifungua macho na dunia kupindua juu na chini. Jeuri za nini we mwanadamu? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ahlul maasiyati la uqannituhum alayya fa intabu fa ana habibu, wakitubia mimi ni kipenzi wao, mtawaleta karibu na mimi. Wa illam yatubu fa ana tabibuhum, wasipotubia mimi ndio daktari wao, najua nitawafanya nini. Kwa hivyo ikhwa la majid, ili tuishi maisha ya raha hapa duniani ni mambo mawili. Jambo la kwanza as-sala, tushikane na swala, ipende swala, dumu na swala, fil hadari was safari, ukiwa mjini ukiwa safarini usiache swala, kwa sababu swala ni connection yako na Allah, ndio mafungamano yako na Mola wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, swala nimegawanya baina yangu mimi na mja wangu nusu mbili. Kuna mambo anayohitajia wakati akiswali, nitampatia yale mambo anayohitajia. Unaposema alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu ambia malaika hamidani abdi, mja wangu amenishukuru, akasema alhamdulillah. Ukisema arrahmanir rahim, Mwenyezi Mungu ambia malaika athna alayya abdi, mwangalieni mja wangu amenisifu. Ukisema maliki yaumiddin, Mwenyezi Mungu asema majadani abdi, mja wangu amenitakasa. Yani kila ukisoma basi naye Mwenyezi Mungu huwa anatemka maneno kukusapoti katika ile swala yako. Lakini swala zile Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas pana, nenda pole pole. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kidogo kidogo, kilo kisoma jua na Mwenyezi Mungu yakutaja. Kwa hivyo swala, usiipuze swala, na swala yenye tija. Hakikisha swala yako ni swala yenye natija, sio swala ya kupoteza time. Kwa sababu siku hizi swala zilioko bana, ngoje tu wacha kagonge dakika 5 ndio gonga pasipoti. Yanafuatana na mwenzako hujaswali, mwambie bana ngoja dakika 5 tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salamu alaykum, salamu alaykum huyo. Ndio kaonekana bwana mmoja ingia msikitini kuswalia dhuhuri, na swali raka 2 akapiga salamu akaenda zake. Wale watu wa fedhuli kama kina Ustadh Badru akamwambia, Sheikh, swala gani hiyo? Dhuhuri raka 4, wao swali 2. Sasa swala gani hiyo? Asema wale ambao haswali hata moja muambii kitu. Mimi si abangani nimeswali 2. Wako tele kule nje, hata moja hawajaswali. Mmenyamaza kimya muambii. Mimi leo kuja kuswali 2, maneno mengi. Punguzeni bana. Kwa hivyo swala hiyo umeswali lakini haina tija, haina natija. Shafahamu? Mtume alikuwa akiambia masahaba zake, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikiswali. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu akiingia ndani ya swala, basi ulikuwa ukisikia kana kwamba harufu inayotoka ndani ya moyo wake, utafikiri kuna maini ya kaangwa huko. Yani ile tawadhu aliyokuwa nayo, khushui aliyokuwa nayo, hudhuri aliyokuwa nayo, meelekea kwa Allah kabisa, mpaka asikia kama kuna vitu vyaungua huko ndani. Swala yangu mimi na wewe waswalisha hapa imama, na itawadha wamjua, utafikiri na CCTV ya kishogoni. Mtu akienda kuvua viatu ushamuona. Swala hizi kuleta natija. Kwa hivyo ibada ya kwanza muhimu tudumu nayo ni swala. Tena hasa ukiwa ni kiongozi, baba, mjomba, ami, pale ulipo hakikisha swala. Wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, amrisha watu wako waswali. Hakikisha mke waswali, watoto wanaswali, na kile aliyoko ndani ya nyumba yako alokuja aswali. Kwa sababu kuna wakati mwingine wageni wengine watakutembelea, ndio sababu ya kuacha swala. Hakikisha watu wanaswali. Mtu ambaye haswali ambaye ana nyumba haina nafasi kwako wewe. Jambo la kwanza ni swala. Jambo la pili ni dhikrullah. Hakikisha saa zote mtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapomtaja Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu kutaja. Unapomfikiria Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anakufikiria. Inaweka mawasiliano ya haraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana waja wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha arada, wanapohitajia jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu jibu dua ile saa ile. Ya Rabbi, nataka kitu fulani wapate. Ya Rabbi, nataka kitu fulani wapate, sababu saa zote ulimi wake ratban bi dhikrillah, ulimi wake umtaja Mwenyezi Mungu. Na dhikrullah ndio ibada fupi yenye tija kubwa, ibada ambayo ichukui time. Yaweza kuwa hata sekundi 10, lakini ukafanya ibada ambayo kwamba itasababisha madhambi yako yote ya mwaka mzima ufutiwe. Mtume asema kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani ala almizan habibatani ila arrahman. Kuna dhikri ni vilma viwili tu peke yake, na vilma kama hivi ni vyepesi kwenye ulimi, ukitemka ni rahisi.
na katika mizani yako siku ya kiyama inashuka kama jiwe manga na kuwa na mizani kweli kweli. Habibatani ila Rahman, Mwenyezi Mungu apenda dhikri kama hiyo. Naye ni kule kusema subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ukaweza kujaaliwa, ukaweza kuafikiwa kuileta dhikri kama hini kwa siku mara 100, basi Mtume sallallahu alaihi wasallama atuambia ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, madhambi yake yote yaliyotangulia yatafutiwa. Utafutiwa madhambi yako kwa sababu umeweza kusema subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema atakainuka asubuhi akaweza kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 10, thawabu zake kama kumwacha mtumwa huri, tena katika watoto wa Nabii Allah Ismail. Mara 10 tu, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndio nakuta baadhi ya misikiti wanajihirisha dua kama hizi kwa njia ya taalim, watu wapate kujua, wapate kuileta, na itakuwa hakuna mtu aliyofanya amali kubwa kukushinda wewe ila aloleta zaidi yako wewe. Kusema subhanallah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ambaye atajaaliwa kusema kwa siku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar, atakayejaliwa kwa siku kusema dhikri kama hini mara 100, basi kutakuwa hakuna mtu ambaye kwamba amemfurahisha Mwenyezi Mungu kama yeye ila yule aloleta zaidi yake. Kwa hivyo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ili ufaulu katika da'wa yako, ili ufaulu katika maisha yako, ili mambo yako yamepesi ndani ya nyumba, shikana na dhikri na swala. Dumisha swala ndani ya nyumba, dumisha dhikri saa zote ndani ya nyumba yako, nje ya nyumba lete dhikri. Utaona maisha yako yanakwenda taratibu kwa usahali bila ya taklifu ya aina yote. Lakini hatuwezi sisi kuketi na kumtaja Mwenyezi Mungu wapi? Hatuna time hiyo. Kwa hivyo stress dawa yake ni dhikrullah. Ukiona jambo la kukera, jambo la kutia dhiki, mtaje Mwenyezi Mungu, mswalie Mtume, basi kero lako litaondoka, dhiki zako zitaondoka, matatizo yako yataondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mtume wake, inna haulai yuhibbuna al-ajila, hawa makafiri wa Maka wanapenda maisha ya dunia, wanapenda starehe ya dunia, hamu yao, fikra zao ni dunia. Yuhibbuna al-ajila, hataki maneno mengine, mambo kwamba kuna Mungu na nini hakuna. Lakini wayadharuna waraahum yawman thaqila, wanawacha mbele yao siku kwamba itakuwa ni mzito kabisa. Temko la waraa hapa bimaana qudamahum, ni katika temko ambalo kwamba linafasirika kwa maana yote, waraa nyuma, waraa mbele. Wakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba,
Hakusema wakana amamahum, anasema wakana waraahum. Sio utasema walikuwa nyuma yao, la. Waraa bimaana amamahum. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kuna watu saa zote uketi na yeye afikiria dunia tu. Je, hatufai kufikiria dunia? Tufaa kufikiria dunia, lakini kwa muda mchache. Muda mchache fikiria dunia. Sio muda wako wote wewe fikiria dunia, wafikiria maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema annasu min khawfi al-faqri fi faqrin. Watu kwa namna walivyokuwa sasa, kila moja hataki kuwa maskini, wamekuwa wote ni maskini. Watu kila moja afikiria mimi nitatajirika lini, mimi nitapata lini. Wamekuwa wote ni maskini. Alionacho ni maskini na asiyokuwa nacho ni maskini. Wote wamefanana. Kwa sababu nini? Kila moja hataki kutoa. Kila moja aona ugumu. Kila moja afikiria nikitoa zitaisha. Na ule shairi asema aruni bakhilan tala umran bibukhlihi wa hatu kariman mata min kathrati albadhli. Hapa duniani muangalieni mtu anaitoa, maisha yake yatakuwa vipi? Mwenyezi Mungu mbarikia. Na muangalie yule ambaye kwamba ni mgumu, hatoi, siku zote anabakia bakhili na anayo, anabakia maskini na senti anazo. Mtu aweza kuwa nyumbani kwake hakuliwi kitoweo, hajajaliwa kununua kuku na pesa anazo. Piga watu na maharagwe tu basi, piga watu na viazi. Hana time ya kununua nyama sababu hauna ugumu. Mpaka mke alalamike, mume wangu sasa ni mwaka mzima tangu uliponioa sijakula hata nyama, ni viazi tu. Kimalizika viazi, maharagwe. Kuna season ya maharagwe mwezi mzima. Kishamalizika pojo, kimalizika kunde, zile nafaka zote. Kimalizika hapo sasa viazi, viazi vya mtuzi, viazi vitamu, mihogo. Twende huko. Haifai bana, funga macho bana. Nga siku moja watu watafune bana. Mwenyezi Mungu amekupa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu. Mmoja ni huyu Abu Sufyan. Abu Sufyan alikuwa tajiri sana, multimilionia katika mji wa Maka, lakini alikuwa hajui kutoa. Akitoa sema nikitoa ile shilingi dirham ile 100 huona kama kuitoa roho yangu. Mpaka mke wake akaenda kumshtaki kwa Mtume, ya Rasulullah, hili baba bana hatoi na mimi nina shida, hakuna chakula nyumbani, sisi ula mkate wa mofa mpaka mwisho wa mwezi, mkate wa mofa tu, nyama mpaka pengine marafiki zake wachinje. Mtume akasema chukua, ingia kwenye koti lake, toa pesa zitakazokutosha. Kani dirham 200, kani dirham 300. Kwa hivyo mke wako kisheria ana nafasi ya kuichukua kanzu yake, watangalie pesa ngapi ziko, achukue enda kanunue kuku. Ukija ukuta kuku atafuna vizuri, zinatoka zile pesa zako zilikuwa kwenye kanzu. Mwambie tafuta mali pengine ufiche, mkiziona nachukua tena. Wacha watu waishi kwa raha bana. Wewe kaza tukamua tu. Kuna bana moja afanya biashara zamani, kupata noti ya 100 ilikuwa ni kazi sana. Fanya biashara, alipopata noti shilingi 100 alikunja vizuri mpaka ikawa ndogo, akafungua katika sehemu ya suruali yake huko juu, hata si kwenye mfuko, akaitia huko ndani. Asema lan tashufa samsa ila Hadramut, senti hutuiona tena jua
mpaka ufike Hadhramut. Ilifika wakati akafa. Alipopelekwa hospitali kuangaliwa kitu gani kilichomuua, ni njaa na senti anayo. Yani ankufa na njaa na pesa anayo. Lakini alikuwa asema hapana, kisha nimefanya biashara mpaka tapata shilingi 100, anaikunja kunja anaweka ndani, anakunja kunja anaweka ndani. Ni tabia iko, mtu ko tayari afe na njaa lakini asitoe. Na ndio hao walikuwa wakina Abu Sufyani, wakina Abu Jahal, mtu tajiri lakini hatoi. Inna haulai, hakika hawa makuraishi wa Makkah, yuhibbuna al-ajil, wanaipenda maisha ya dunia. Wayadharuna warahum, na wanawacha nyuma yao, wanawacha kufikiria mbele yao, yawman thaqila, siku mzito, siku ya kiyama, wamesahau kuikumbuka. Nahnu khalaqnahum, sisi ndio tumewaumba. Washadadna asrahum, na tukawapa nguvu katika viungo vyao. Sisi ndio tumewaumba, tumewapa nguvu, hiyo anaitumia wazungukia, yatoka kwetu sisi. Wa idha shina, na tukitaka kuwaadhibu, badalna amthalahum tabdila, tutawaondoa tubadilishe watu wengine kama wao. Sisi ndo tumewaumba, tumewapa afya, tumewapa akili na kila kitu, na tunawapa muda. Lakini tukitaka tutabadilisha wengine, tutaleta adhabu, itakuja itawafagia wote, watakwenda kama vile wakati wa Nabii Allah Nuh walipozidi na maasi ya Mwenyezi Mungu, alileta tufani ikaja ikawafagia wote, wakaondoka kaenda zao. Firauni na jeshi lake wamsumbua Nabii Allah Musa, hataki mambo ya ibada. Mwenyezi Mungu aliwagharikisha wote katika Red Sea. Wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila. Mwenyezi Mungu akitaka kuangamiza ni mara moja tu, mara moja. Sasa hivi takuwa huna mipango. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa muda kuangalia, je, utakubali, utatubia ama utubii. Kwa hivyo ya Muhammad, na hadhihi tadhkira, hakika hiki kitabu cha Qur'ani ni ukumbusho, shikana nacho kweli kweli. Faman shaa, anaitaka, ittakhadha, tachukua kitabu kama hichi, ila rabbihi, kimpeleke kwa Mola wake, sabila, ndio njia yake. Anaitaka kuongoka, afuate Qur'an. Utakujijua ni mzuri ni mbaya, angalia Qur'an. Yale maneno ya Qur'ani yapime, ninayo ama sina. Kama tulivyosema, Sayyidina Umar alichukua karibu miaka 10 asoma surati al-Baqara, kuangalia maelezo yaliyo ndani yake, ninayo. Kwa hivyo kitakujua wewe ni mkweli au mrongo, soma Qur'an. Kuna sifa zimetajwa ya Qur'ani, mrongo anakuwa hivi. Ukiziona zile sifa kwako, na mimi nimo, ni mrongo. Wasubirifu ni wenye sifa hizi, jiangalie. Wabashiri sabirin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayamalizia kusema, inna hadhihi tadhkira faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila wama tashauna, na hakuna jambo lolote ambalo nyinyi mwalitaka na likawa illa an yasha Allah, huwa Mwenyezi Mungu ashalitaka liwe jambo kama lile. Hakuna mtu ambaye kwamba aweza kufanya jambo lake na likafaulu bila Mwenyezi Mungu kutaka. Ukifanya jambo likafaulu, ujue Mwenyezi Mungu ashalibarikia, Mwenyezi Mungu ashalitakabali. Sasa hivyo kabla hujafanya, muombe Mwenyezi Mungu. Ndio ile salatul istikhara. Ukasafiri tu hapa mpaka Nairobi salama salmin, ukarudi salama salmin, ujue Mwenyezi Mungu amekupangia uende salama urudi salama. Wengi utoka Mombasa akawa ni hai, wakirudi wamerudi maiti. Na wewe kwa kweli sio wako ambao kwamba toka ni wazima, wakirudi nusu mtu.
yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Wama tashauna, hamwezi kutaka jambo lote likawa illa an yasha Allah, illa kitaka Mwenyezi Mungu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu hana hakuacha kuwa aliman, ni mjuzi kwa mambo yote yanayofanyika duniani, hakiman, ni mwenye hikma kwa mambo yanayokuwa. Mambo yote yanayokuwa hapa duniani Mwenyezi Mungu ameyapanga kwa hikma yake. Hivi juzi tulikilalamika jua kali, mipango yake Mwenyezi Mungu. Sasa tuona hali ya weather mbadilika, ni mipango yake Mwenyezi Mungu. Mvua ilinyesha kidogo, mipango yake Mwenyezi Mungu. Na sasa inyeshi tena, mipango yake Mwenyezi Mungu. Inna Allaha kana aliman hakiman yudkhilu man yashau fi rahma, atamuingiza yule anayetaka Mwenyezi Mungu amuingize peponi, fi rahmati, katika rehema yake. Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi yule anayetaka kuingia peponi. Yudkhilu, atamuingiza man yashau, yule anayetaka kuingia peponi, fi rahmati, katika pepo yake ya rehema. Sasa wewe mwenyewe jichagulie, wataka kwenda peponi, wataka kwenda motoni. Vile unavyotaka ndio Mwenyezi Mungu atakutekelezea. Wadhalimina waliyadhu billahi ta'ala min dhalik, na wale ambao ni madhalim, kazi yao kuwanyanyasa watu na kuonea watu na kuwasubu watu, basi hao madhalim a'adda lahum, amewaandalia hawa madhalim adhaban alima, adhabu yenye kutia utungu. Dhalim huteseka mara mbili. Dhalim huteseka hapa duniani na akhera ndipo mashukio yake. Dhalim, ukiota mimi ni dhalim, basi hakuna mtu mwenye dhiki duniani kama mtu ambaye ni dhalim. Hakuna mtu mwenye tabu duniani kama mtu, hata kama utamuona amepanda pajero, hata kama utamuona ishi nyumba ya gorofa, hata kama utamuona amejenga cottage ndani ya bahari, hana raha. Al-Imam Shafi asema, ishtu ghaniyan bila dirhamin amurru ala nasi zay al-malik, mimi niliishi ni tajiri, watu wanakuja kutafuta msaada kwangu mimi bila dirhamin, na sina pesa, lakini nilikuwa na qanaa. Nilikuwa na qanaa, moyo wangu umetosheka. Amurru ala nasi mithlu al-malik, nikipita mahala tu Shafi yule pale, Shafi yule pale, Shafi yule pale, watu wanamuinukia, watu wanambusu, watu wanampenda, hana pesa mfukoni, sababu ya mahaba ya Allah. Ama yule dhalim watu hampendi, dhalim watu hamuungi mkono, dhalim watu wanamdanganya, hakuna anayempenda mtu dhalim. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabihun yadu alayka wa ainu Allahi lam tanami, wewe usiku talala. Kuna bana moja asema, ustadhi, mimi nikilala nikiinuka saa 6 za usiku ndo silali tena mpaka siku ya pili. Mimi nikilala nikiinuka saa 8 ndo silali tena mpaka siku ya pili. Mimi silali mpaka nimeze tembe. Jiulize kuna matatizo gani? Jiulize kuna dhulma gani unayotenda? Kwa sababu Mwenyezi Mungu atakulipa hapa hapa duniani. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabihun, wewe umelala lakini yule ulomdhulumu yuwakuapiza, yadu alayka wa ainu Allahi lam tanami, na Mwenyezi Mungu halali. Kwa hivyo utakuta hana raha, na yule ambaye kwamba hana dhulma, hana jambo lolote, utamuona aishi kwa raha kabisa. Kimalizia, kulikuwa na bana moja mashallah ana nafasi mzuri, multimilionia. Alimuona barobaro uza samaki, barobaro ile akamwambia, bana mzee, samaki huyo kilo ngapi? Huyo kilo 3.
kilo 3 shilingi ngapi? Akamwambia 300. Samaki kweli kwa mzuri mkubwa. Mzee tajiri asema salala, kasalalia biashara ya mwenzake. Kwa nini? Amwambia 300. Asema samaki wamuuza kwa bei ya shilingi 300, samaki utamnunua 150 200. Leo muuza, amwambia samaki, mwangalie samaki, samaki mzee wangu. Kisha mzee wangu, wewe mtajiri, wenye kulalamika ni wale maskini, si wewe jitajiri. Badala kunipa 300 weza kunipa 900, 300 mara 3, kanipa alifu hapa mimi ngajipumzishe. Yule bosi ambaye tajiri asema afia ulionayo ndio naitamani. Yule bwana alitoka mbio na samaki akasema hasbunallah wa ni'mal wakeel. Kumbe ni hasidi kamwe. Nimekuletea samaki, waangalia afya yangu. Kwa hivyo wakati mwingine wewe uko na neema ya afya huioni. Wewe hapo kijibwaga hapa sasa hivi shikona usingizi wa koroma, lakini hakuna tajiri za kulala. Mijitajir hawezi kulala mpaka yake mito 3 minne. Wengine ulala kwa kuketi, kwa sababu kila alichokitia ndani chatoka kwa juu. Ikiwa nkula wali utatoka vile vile, haujasagika. Ikiwa nkula nyama yatoka vile vile, ni ile vile alivyotafuna. Wewe piga maharage kilo nzima na haitoki kwa juu, yatoka na nchi ya jirani huko. Si ushukuru, usema alhamdulillah. Sema alhamdulillah. System yako iko sawa kabisa. Kaburi ikatai maiti, unachokipeleka tu twende. Kigumu kienda, mifupa inakwenda, nyama ndani nini. Shukuru. Yudkhilu man yasha, Mwenyezi Mungu atamuingiza yule anayetaka kuingizwa peponi, fi rahmatihi, kwa rehema yake. Mwenyezi Mungu ukitaka kuingia peponi na ukayafanya yale anayetaka, atakuingiza peponi. Hakuna sababu Mungu asikuingize peponi. Wadhalimina, lakini hawa madhalim, hamba kwamba waona maisha yake ni ya dhulumu, wanyang'anyi, aibe, auwe, aadda lahum, wallahi Mwenyezi Mungu amewaandalia wao nini? Adhaban aliman, adhabu yenye kutia uchungu. Adhabu yenye kutia uchungu. Mwenyezi Mungu atakupa tu stress, ukawa huna raha. Unketi kwenye TV huna raha, umeingia chumbani huna raha, umefungua banka huna raha. Wadhalimina aadda lahum adhaban alima. Inshallah Mwenyezi Mungu atuingize peponi kwa rehema zake. Mwenyezi Mungu asijalie madhalim, wala asituingize katika mashukio atakayoingia dhalim. انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا